Ndugu mtazamaji wa Abedi TV, jicho la nyumbani, niko maeneo ya uwanja wa Young Boys. Kuna mtanange mkuu ambao unaandaliwa kati ya Young Boys na Ghetto Boys, lakini pia niko na kocha mkuu wa Young Boys, Etro Young Boys. Atatuambia namna gani amejiandaa na mtanange mkubwa dabi. Hii ni dabi kabisa ya sekta ya tatu, ni dabi hapa kambini kwetu Nyarugusu, kwamba wakikutana Young Boys na Ghetto Boys, cha huko achendi huko, mtoto atumi dukani. Siku mwanana leo tutamsikiliza kocha, tutamjua kwa majina, lakini na maandalizi yake yote na matumaini yake, nini ameandaa na nini amefanya kwa ajili ya Jumapili. Abedi TV. Mtazamaji wa Abedi TV, jicho la nyumbani, niko maeneo ya Ghetto Boys. Hii ni hatari sana, mtanange mkubwa ambao unaandaliwa kwa ajili ya kupiga mwingi na Young Boys. Niko hapa Ghetto Boys. Usikose kuendelea kufuatilia channel yetu ya Abedi TV. Share, subscribe channel yetu. Nyuma ya kamera kwa mzee baba the King Santo. Na niko na kiongozi wetu hapa wa Ghetto Boys, atatuambia namna gani wamejiandaa na Kasa Cup. Wa matumaini gani ambao anawapatia washabiki wake na nini ambacho kifanyike kwa ajili ya kufuzu au ya kuenda kwenye finali ya Kasa Cup. Abedi TV. Shikamo kocha. Marhaba. Inakuaje kocha wangu? Safi. Ni heri. Ni heri. Watazamaji wetu wanatamani kujua kwa majina. Mimi kwa jina naitwa Asa Sungura. Ndio. Hayo ndo majina yangu. Kocha, asante sana kwa majina yako. Lakini pia nini ambacho umeandaa kwa ajili ya mtanange mkubwa wa Jumapili kati ya Young Boys na Ghetto Boys? Kwa kweli timu yangu iko vizuri. Okay. Nina matumaini kwa kuwa Ghetto Boys ni timu ya kawaida. Yeah. Kwenye ligi iliyopita nimekutana na timu nzuri kama vile Abeya, nikakutana na Simba, lakini niliwafunga tu. Okay. Kwa kuwa hizo timu mbili ni timu nzuri, lakini hiyo Ghetto Boys ni timu ya kawaida. Okay. Ni timu ya kawaida. Kwa vyovyote mimi ni lazima niifunge tu. Habari ya midai? Salama. Ni heri. Ni heri kabisa. Watazamaji wetu wa Abedi TV wanatamani sana kujua majina yako kama kiongozi. Nashukuru sana kwanza. Kwa majina mimi naitwa Rashidi Baraka. Okay. Kiongozi wa timu ya Ghetto Boys. Okay. Namba 2. Namba 2. Yaani kuna kiongozi titilere na wewe ndo namba 2. Ndio. Asa kiongozi mkubwa sana na ana wadhifa mkubwa sana kwenye timu. Namba 2 anatumika sana kuzidi namba 1. Na kweli ni kiongozi. Kiongozi wangu, matumaini gani unawapatia mashabiki wako kwa ajili ya mtanange mkubwa wa Jumapili kati ya Young Boys? Mimi nashukuru sana bwana mtangazaji. Ndio. Niseme kwamba mpira ni dakika 90. Okay. Na mpira tena ni maandalizi. Yeah. Niseme kwamba mashabiki zangu wa timu zangu wasiwe na wasiwasi yoyote ile. Okay. Sababu maandalizi ndio yanaonyesha zile dakika 90 ambazo tumeziandaa. Okay. Hilo ni watoe shaka, wasiwe na wasiwasi yoyote ile. Okay. Na kocha, vipi rekodi yako kati ya wewe na Ghetto Boys ikoje? Yaani kwa kweli naona mimi ndo nawadai. Kama sidanganyike. Okay. Kwa kuwa kuna kipindi mimi nilikuwa nimeacha hiyo timu. Okay. Na walikuwa wanacheza, lakini kwa sasa hivi jinsi nimewakuta, najua kama sidanganyike, najua mimi nawadai. Okay. Na endapo utakuwa unawadai au wao wakudai, ni lazima kila mtu atakuwa amejiandaa kipasavyo ili kuangalia namna gani anaweza kaongeza rekodi. Na vipi makocha wako unawaamini kiasi gani mpaka wapatie mashabiki kuwa na matumaini? Kwanza mimi ni wapongeze makocha wangu kwa sababu kocha wangu ambaye namtumia hapa sasa hivi ni coach wa selection. Okay. Ambayo nina imani naye sana kabisa, ambaye ana degree kubwa. Okay. Hilo nina imani nalo. Sina shaka. Okay. Hilo ni kutoa shaka kabisa bwana mtangazaji. Na vipi staff yako ya striker umeandaje? Matumaini gani ambao unao kwa wale wamaliziaji wale? Yaani wa umaliziaje kwa kweli mimi sina wasiwasi. Ndio. Kwa kuwa nina wachezaji tu wazuri
wazuri tu ambapo watafunga kwa vyovyote, tena sifike kwenye dakika 90. Dakika 90 haifiki hujafunga. Sijafunga. Kwa kuwa Geto Boys ni timu ya kawaida tu. Ya kawaida sana. Ya kawaida sana. Ya, na vipi kuhusiana na timu nzima, saikolojia? Unajua hapa kambini waga football inaharibika sana kufuatana na mashabiki, lakini pia na saikolojia ya wachezaji. Vipi umeandaaje saikolojia ya mashabiki? Inawezekana refa kafanya vibaya uwanjani, lakini saikolojia yako iko poa tu, kama tunavyoona wenzetu wa huko nje, hata refa apete amefanya vibaya ndivyo sivyo, lakini wanachukua poa na maisha yanaendelea, mpira unaendelea, mpira unafika mwisho. Lakini hapa kwetu kambini, refa anaweza kafanya kama mwanadamu, anaweza kapitiwa akafanya ndivyo sivyo, hiyo kukuta mashabiki au wachezaji wakakuwa na saikolojia nyingine tofauti, wakaleta vurugu na mpira ukaisha. Vipi umeandaje saikolojia ya wachezaji lakini pia na mashabiki wako? Asante sana bwana mtangazaji. Yeah. Umegusa swala nyeti. Yeah. Kwanza, vurugu haitakiwi kwenye uwanja, kwa sababu mpira, ninavyorudilia na ninavyojua moja kwa moja, niseme kwamba mpira ni dakika 90. Na asiyekubali kushindwa huyo sio mshindaji. Yeah. Kuna matokeo aina 3. Yeah. Hilo ni kuhakikishie, kuna kufunga, kufungwa na kudraw. Yeah. Hilo ukitambua hilo moja kwa moja, uwezi ukaweka fujo kwenye uwanja. Yeah. Ni kuhakikishie kwamba mimi na watu wangu nimewatuliza zaidi. Okay. Na uwezo wakafanya fujo. Okay. Na tutumaini kwamba mechi itaisha kwa usalama, labda upande mwingine wa pili. Ndio ni kuhakikishie kabisa mechi itaisha na usalama wote ule. Kiongozi wangu, mimi nitashukuru sana kabisa endapo umeandaa saikolojia wachezaji wako, lakini pia na mashabiki wako, kwa sababu hapa kambini tunakuwa na hayo mapungufu ni mengi sana, kwamba watu wanaweza kaenda uwanjani kwa furaha, kwenda ile waziri ya kuangalia football, lakini kufika mwisho wa siku mechi ikakosa kuisha kwa sababu mashabiki au wachezaji wakaleta vurugu uwanjani. Mimi nikupongeze sana. Ya, ni kweli hapa kwa ligi ambayo imeisha ya Kasako Cup ulifanya vizuri. Performance yako kabisa ilikuwa nzuri na ukafika sehemu nzuri, pamoja kwamba ukufanikiwa kuchukua kombe, lakini performance yako kabisa kwenye ligi ilikuwa nzuri sana. Lakini sasa hivi Geto Boys nao wamejipanga kuangalia namna gani watachuana na wewe, kwa sababu hii ni derby. Derby kabisa, yani watazamaji wana matumaini au wana shauku sana ya kuona mtanange huu. Geto Boys kajipanga vile ipasavyo, lakini pia unasema kwamba ni timu ya kawaida. Vipi unategemea na gani kwa staff yako ya beki? Beki sina wasiwasi. Ona wasiwasi. Kwenye beki sina wasiwasi. Yaani kila namba sina wasiwasi. Okay. Na wanaoonyesha uwe mtanange mkubwa zaidi na mashabiki. Okay. Lakini mimi kama vile mwalimu naona kama Geto Boys ni timu ya kawaida. Ya kawaida, yaani sioni. Yeah. Sioni. Haoni kama ukiingia uwanjani kama utafuta dakika 90 itakuwa tayari ushakuwa na tayari nitakuwa nimeshakuwa na matokeo ya kufunga. Ndio. Matumaini gani ambayo unawapatia mashabiki wa Young Boys? Ina maana hiyo siku ni lazima kila mtu atalala na viatu kwenye miguu. Na watazamaji wa Abedi TV mnaotazama, jameni, mashabiki wa timu yoyote ile, jameni, vurugu hatuitaki kabisa. Tunataka kuenda kuenjoy football kambini. Ile mavurugu, mechi haikuisha, tuachane nayo. Na vipi rekodi yako? Najua rekodi yako wewe kama Geto Boys una rekodi ya kumzidi Young Boys, na sasa hivi amejiandaa ipasavyo ili agomboe zile rekodi. Unafikiriaje kuhusiana na hilo? Ndio maana nimerudilia tena kusema mpira ni dakika 90. Kiongozi, hilo ni kuhakikishie kabisa. Nimehakikisha moja kwa moja kusema kwamba nahakikisha timu yangu irudishe tena kipigo kama kile ambacho tumekifanya. Yaani rekodi nataka kuendelea kuandikisha rekodi. Ndio kabisa. Okay. Yaani Geto Boys hata wajipange namna gani, wewe huko pale unajipanga uongeze rekodi. Nahakikisha timu yangu ifunge tena Young Boys. Okay. Na ni masimu wakubwa sana wewe na Young Boys. Ndio. Na sasa hivi naamini Chaoko akiendi huko kwa maandalizi ambayo mnayo. Na hii derby kubwa. Ndio. Watazamaji wote, yani hapa kambini Rugusu, unawaambia nini watazamaji waende shuhudia nini hiyo siku ya Jumapili? Na kwanza niseme kwamba nimewakaribisha watazamaji wote waende kuona kandanda safi ambayo ina utulivu. Wala hamna tatizo yoyote ile, wala fujo.
hilo tu ndo nimewahasa kabisa. Waende watazamie kuona mpira mzuri, kandanda safi. Waje nini? Yaani kila mtu ina maana achukue nguo ile ya chini ya kwenye begi. Ina maana ni lazima tu mimi hatoaibika. Hamna. Vipi stafu ya uongozi wa Young Boys? Sasa hivi macho yote ni kwako. Wanakutegemea wewe kwamba utafanya vizuri uwanjani. Na wao wananiamini vizuri. Wanakuamini. Na vipi unawaambia nini stafu ya Young Boys? Yaani mimi nawaambia tu watulie, wale wa kufanya fujo waache. Kwa kuwa ushindi ni wangu tu. Ndio. Nina ushindi. Kwa muda wowote mimi nina ushindi. Una ushindi. Hapa kambini kwetu kuna mambo ambayo yanatokea ambayo sio kwenye soka. Kwenye soka hayapo. Unakuta refa ni mwanadamu ambaye ana mapungufu, anaweza akapiga firimbi vibaya, lakini kwa pressure ya wachezaji au pressure mashabiki ikasababisha mchezo ukaahirishwa au ukamalizika kabisa, vurugu uwanjani. Vipi, umeandaje saikolojia wachezaji, lakini pia utawaambia nini wa mashabiki kwa mechi? Ina maana hapa kambini timu ambaye na wachezaji wana nidhamu. Ndiyo. Timu yangu na wachezaji ambapo wana nidhamu nzuri, hawafanyi fujo uwanjani. Hata refa akipiga tu filimbi vibaya, wao waga wanatulia kulingana na jinsi ninavyowafunza. Labda kwenye mashabiki, kwa kuwa vinywaji vinawasumbua, akija ametumia kamvinyo kidogo, labda hapo ni mwanadamu, lakini hata wao najua wana nidhamu nzuri. Unawaambia nini siku hiyo wasiweke vurugu ili mechi? Hiyo ni halali, nimeshawaambia watulie tu. Watulie na maana wasiwe na wasiwasi. Unajua kama sisahau, kuna sheria hapa kambini kwamba timu ambayo imeanzisha vurugu na imefanya vurugu uwanjani inanyang'anywa za pointi. Na umesema kwamba dakika 90 itakuwa kuna matokeo kabisa ya mchezo. Na inawezekana mashabiki wakakufelisha. Unawaambia nini mashabiki kwa ajili ya nidhamu wasije kufelisha? Yaani mimi nimewaambia watulie, kwa kuwa ushindi ni wetu. Watulie kabisa. Ina maana ingekuwa kama sisi tuna vurugo kwenye ile timu ya finali pale. Ina maana tungeleta vurugo, lakini kwa kuwa ni timu ambayo ina nidhamu, yaani hata hii ya Ghetto Boys haiwezi katusumbua hii timu. Haiwezi kabisa. Sehemu yoyote haiwezi. Na nitakuwa na mabadiliko ya kwenye listi kwa wachezaji tu. Na vipi, unasemaje kuhusiana na wachezaji wako? Nani ambao unategemea sana na anafanya vizuri kwa kumalizia? Hapa kuna Ramos yuko pale. Akina nani Magana. Kuna Mbatisa yuko hapo. Kuna wachezaji wengine ambapo huyu nani Ndaro. Asumani yuko pale ambaye anacheza vizuri, ambaye mchezaji ambaye namwamini vizuri, anatengeneza vizuri mpira. Yaani wachezaji tu wako vizuri, wa kwangu wako vizuri, na wengine hao wenyewe nimechukua wadogo, yani watafanya vizuri. Vipi, unasemaje, kuna kikosi ambacho unategemea kwamba hiki kinaweza kikaanza, lakini pia kuna kikosi kinasema hiki kimebaki bench. Vipi, unaamini sana kikosi chako cha bench, hata wanaweza kaa bench, wakija akaingia wanaweza kufanya matokeo? Wanabadilisha vizuri tu, wapo. Matumaini yako yapo? Na vipi kuhusu magolikipa wako? Una magolikipa wangapi ambao unawatumaini? Yaani ninao wawili. Yeyote ambaye mimi nitaanza yuko vizuri tu. Yaani hapa hauna huyu ndio unategemea sasa? Yaani wote wako sawa? Wako sawa wote wawili yani. Ndugu mtazamaji wa Abedi TV, jicho la nyumbani, tunaenda kuhitimisha kabisa kumuoji namba 2 wa timu hii ya Ghetto Boys. Yaani ni kiongozi wa Ghetto Boys, na tusikie basi hatima yake, anaambia nini watazamaji, lakini pia watu wana Abedi TV anawaambia namna gani? Niseme kwamba wana Abedi TV karibu tena kwenye timu yetu ya Ghetto Boys. Na Mungu awabariki. Asante. Muendelee na kazi yenu kama kawaida. Asante sana. Basi niombe uwaambie basi watazamaji wa kuja kutazama huu mtanange mkubwa ambao utakofanyika. Unawaambia ni matumaini gani, waambie wafanye nini? Ina maana mimi nawaambia waje wametulia, wawe na roho nzuri, kwa kuwa ushindi ni wetu. Unajua mimi niko mshabiki wako.
Haya, ni mshabiki wako kocha. Usiniangushe kocha. Wewe hautaanguka. Kweli. Unaniambia nini basi na mimi? Furahia hiyo mechi, furahia ushindi. Nije nimevaa vizuri. Yaani hamna shida. Jumapili hapa. Jumapili hapa kwenye uwanja. Tena nachezea nyumbani. Uko nyumbani kwako ni. Unajua kuna samani ya mtu kuchezea nyumbani kwake. Na matumaini yote anakuwa nayo kwa sababu uwanja ni wake anauzoea. Yaani wao walijaribu kusema tubadilishe. Tayari wameshapanga, hakuna kubadilisha. Si wanaogopa. Ina maana wameshafungwa goli la uwanja. Kwanza goli moja. Unatuambia nini neno la mwisho basi kwa watu wote, watazamaji wote wa soka kambini? Ina maana mimi nawaambia ya kwamba sisi tuna ushindi. Sisi tuna ushindi, timu ya Young Boys Jumapili ina ushindi ya pointi 3 muhimu. Ina maana hakuna kubadilisha. Okay. Usikose kusubscribe channel yetu ya Abedi TV kama kawaida. Uende kushare, uende kucomment, pia usikose kulike ili kuendelea kupata update za Abedi TV. Ni mtangazaji wako Sadma Maisha. Ndugu mtazamaji wa Abedi TV, jicho la nyumbani. Maeneo haya ni uwanja wa A3 Young Boys. Wao kwenye mazoezi wanaandaa namna gani watachuana na Ghetto Boys Jumapili. Dabi kubwa. Usikose kuja kuangalia mechi, ni mechi mtanange yani mtoto hatumwi ile wanasemaga mtoto hauzu kabukani. Unaangalia namna gani timu zinda kwetu, muache nafasi aende kuangalia mtanange mkubwa Jumapili ambao utakosakatwa hapa. Njoo ujionee kwa macho yako mawili, usiambiwe. Abedi TV itakuwa online ili kukupatia matokeo ya mechi hiyo. Na ulikuwa naye Sadma Maisha kama mtangazaji wako wa Abedi TV. Nyuma ya kamera yuko The King Santo. Ulikuwa nami, endelea kuwa pamoja nasi, tukutane Jumapili kwenye mechi hiyo. Alamsik. Abedi TV, jicho la nyumbani.